Bila shaka mtazamaji, mfasiri kwa lugha ya ishara anafahamika kama Roda Nyamae, na mimi ni mtangazaji wako Paul Kirobi. Nafuatilia matangazo haya moja kwa moja kupitia mtandao wa YouTube TV47 Live, mtandao wa X ni @TV47KE @Paul Kirobi. Tuandamane hadi tamati. Watu 8 wakiwemo watoto wawili wa chini ya umri wa miaka miwili wamefariki dunia na wengine kujeruhiwa vibaya kufuatia ajali mbaya iliyotokea usiku wa kuamkia leo kwenye barabara ya Kericho Nyamira, eneo la Buarani Tombe. Ajali hiyo ilihusisha trailer na gari la abiria aina ya Nissan kugongana uso kwa uso. Manusura 7 waliofikishwa kwenye hospitali wanaendelea kupokea matibabu. Carol Wangare na taarifa hii kwa kina. Ni katika hifadhi ya maiti ya hospitali ya rufaa ya kaunti ya Nyamira. Huzuni imetanda baada ya familia za watu 8 waliofariki ajali hiyo ya kusikitisha zimewasili katika hospitali hii kuwatambua wapendwa wao. Jones Kibaso, ambaye jamaa zake 4 walihusika katika ajali hiyo, anasema walikuwa wakielekea Nyamira Kusini kwa ajili ya mazishi ya mjomba wao. Shemeji yake na mpwa wake walifariki, huku jamaa wengine 2 wakilazwa ICU wakiwa na majeraha makubwa kichwani. Walikuwa wanakuja matanga nyumbani. Kuna ango yao mmoja alikuwa amekufa, lakini sasa nao wamepata msiba. Sasa tumepata msiba kwa watu 3 kwa familia moja, na hao 2 wako ICU. Ni kama we are processing tupate referral kwenda Eldoret kwa sababu wako ICU, wako na head injuries. Nimepoteza msichana yangu anaitwa Purity Kimto. Alifanya mtihani ya form 4. Ndio tulikuwa tunaweka matumaini, tunangojelea fida hata sisi tutafurahia. Alisafiri kwenda Nairobi kusalamia makazini zake. Alikuwa anateremka jana. Kwa mujibu wa taarifa ya polisi, ajali hiyo ilihusisha trela lililokuwa likielekea Kericho na matatu iliyokuwa ikielekea Nyamira. Dereva wa trela alitoroka baada ya ajali, huku dereva wa matatu akifariki papo hapo. Nissan inaitwa Kwasa kwamba hiyo gari ilikuwa na speed, ilikuwa tu pole pole, ndio ilikuja kichwa ya trela ikagonga ile gari mpaka ikamaliza kabisa. Kitu tu nilianza kupiga nduru. Watu kuja tu na masoka na machuma, msaidie watu. Katika eneo la tukio, polisi wanasema umati wa watu ulikuwa mkubwa mno, kwani wakazi walianza kuchota mafuta kutoka kwenye trela na kupora mali kwenye gari la abiria badala ya kuwasaidia manusura. Polisi walilazimika kufyatua risasi hewani ili kuwatawanya. Hii kona ni mbaya sana. Ni mbaya kusema kweli kabisa hapa. Ni mbaya, imeshachukua watu. Serikali tu yone njia itasaidia hapa tinga ya Rani Boisa ndio waokoe maisha ya watu. Watu walikufa jana wengi. Yaani mtu anakufa tu na watoto yake. Gavana wa Nyamira, Amos Nyaribo, alitembelea waliojeruhiwa hospitalini na kusema serikali ya kaunti inaandaa mipango kuhamisha wagonjwa walio katika hali mahututi. I'll form a small committee which will be liaising with the affected families so that we see how we can work together. In short, we stand with them 100%. Magari yaliyohusika yamevutwa hadi katika kituo cha polisi cha Nyamira, huku uchunguzi wa ajali hiyo ukiendelea. Wito sasa umetolewa kwa watumizi wa barabara pamoja na madereva kuwa waangalifu ili kukabili kero hili la ajali kila kuchao, hasa wakati huu wa misimu ya Krismasi na mwaka mpya, na asasi zile zinahusika kama vile mamlaka ya TSA zimeombwa kukaza kamba hasa wakati huu ili kupunguza ajali hizi. Kombo Alfayo nikiripotia TV47 kutoka hospitali ya rufaa ya Nyamira.